natamani kwamba uzibe pengo hili ambalo mama anapokuwa yupo kazini, tuwe kwenye mahusiano mimi na wewe. Ni letu mimi na wewe. Mayu, mekele jakile jita. Bosi hakubali. Masai, Bosi akimuona Shikamoo mjomba. Marahaba, ujambo mtoto mzuri? Jambo. Za saizi kaka? Salama. Kakangu, naomba msaada wako. Unavyoniona hapa mimi tangia jana na binti yangu hatujala kabisa. Naomba nisaidie. Usinisaidie chakula wala pesa ambayo mimi sijaifanyia kazi. Kama naweza nikapata hata kibarua hapa kazini kwenu utakuwa umenisaidia sana kakangu. Nakuomba. Dada yangu, ningekusaidia lakini sasa hata mimi mwenyewe ni mwajiriwa tu hapa, sina mamlaka. Ila naweza nikakusaidia kwa dharura ya leo, kwa sababu jikoni kule hakuna mtu wa kuosha vyombo. Basi unaweza ukawasaidia kuosha, mimi nikakusaidia hata shilingi 2000 ikakusaidia kula jioni na mwanao. Mungu akubariki kakaangu. Amina. Kwa hiyo asante kaka, nashukuru. Kule? Kule. Haya sawa kaka, nashukuru. Sasa ukienda pale muulizia Aunti Pendo, mwambie Ticha Edi ameniagiza nije kuosha vyombo. Nashukuru sana kakaangu. Haya. Aunti Pendo. Aunti Pendo. Ticha Edi. Ticha Edi. Haya sawa, nashukuru. Anko, asante. Mungu amekubariki kwa wema yako. Amina, amina. Asante Ticha Edi. Haya, baadaye. The daughter of madness. The daughter of madness. Na ugeni. Afadhali nilikuwa nakusubiri wewe. Maana ugeni wao sio umeniona na miguuni ya chumvi hapa. Sio umeniona nimekamba miguuni. Hivi mumeo kwa nini apokee simu zangu? Na kuuliza wewe mwenye macho kama vidonda, mumeo kwa nini apokee simu zangu? Mama moto, pressure ya nini? Atapokeaje simu bwana yule mende achana. Mimi kwanza sitaki kusikia habari zake. Naomba kwanza nisikilize. Sinikatishi. Mimi nimekuja kufuata hela hapa. Yaani huyu tayari keshakuwa mende. Haya, najua mende kwa nyumbani kwake chooni. Labda wewe choo. Mimi nimekuja hapa nimekuja kufuata hela. Hii nyumba hamjachangia tofali. Hii nyumba hamjaniletea mlango. Hii nyumba hamjui nilikuwa nafanya nini mpaka kupata hili banda. Kwa hiyo msinizeveze mikamchelewa Thailand. Mimi nimekuja kufuata hela hapa. Si umenipata? Nimekupata mamoto. Hilo tu limeisha. Unajua kwa nini namuita mende? Yule mwanaume pesa hana. Ninaishi naye tu, mimi na mipango yangu bwana. Kuhusu pesa mimi hata usijali. Kwangu mimi pesa kitu gani mamoto? Sijui mimi ndo kila kitu. Mimi ni mwanamke wa shoka. Sawa? Sasa sikiliza. Nakupa mwezi huu mmoja. Huyu bwana sitaki ajue. Kama hizo simu usiache kumpigia. Yaani msumbue kweli kweli. Sitaki ajue. Iwe siri yetu mimi na wewe. Asijue. Na ukileta mkataba andika kwa jina langu. Kwa sababu ukimaliza mwezi mmoja mimi tena sipo. Nenda kuishi kwa bwana wangu. Yamekuwa hayo. Mimi nilikuwa nasikiaga kuna ukewenza, hakuna umewenza. Kwa hiyo hapa una bwana. Alafu unaenda kwa bwana yako. Mama moto bwana. Mimi unavyoniona ni mtu wa kuvumilia shida kweli? Hiyo pesa ungeipataje? Akikosa mwingine anapata. Wewe, hii 1090. Hii 1090 usijishangalishe. Mama moto bwana. Mimi naijua hela, mwenzio toka maaskari wanavaa vipensi. Wafungwa wanavaa nguo nyeupe. Mimi natafuta hela. Mama moto, pesa kitu gani bwana? Sawa, nipe. Shika hii hapa. Haya. Mimi mtoto mzuri bwana, nakosaje hela? Hivyo kwani unawachezea watoto wazuri Wao watoto wazuri kwani huwajui? Hawana na makazini wenzao wanarudi na mapajero saa 10 wasemeje? Mpaka wewe kawe mzuri. Jamani. Mama moto, pesa inatosha kuonesha kuwa mimi ni mzuri. Haya, ungepata nini sasa hivi? Si ungeongea mpaka ungeondoka. Hiyo ndo uzuri. Ama kweli. Ila wote mmekutana 50 rasi 50 majununi. Mzuri utakuwa wewe.
ovyo. Usisahau. Mtoto mzuri, acha kule chakula, haya ni makombo. Sio makombo, ni chakula. Chakula chochote anachokula mtu akabakisha ni makombo. Kwa wenye nacho ni makombo, ila mimi maskini, hiki ni chakula. Haya, peleka sahani pale kwa mama nikakupakulia chakula kingine ndani. Hiki mimi nakula, chengine naekea kwenye mfuko, nitakula usiku na mama. Saizi Masumu. Salama. Wewe hebu tulia kwanza. Maki utafikiri vile kuna kitu cha maana ulichokileta hapa. Mwenye nyumba katoka hapa sasa hivi. Hivi uje kukutana naye hapo nje? Hapana, sijakutana na wewe. Kaja hapa kabwata. Kabwata? Anataka kodi yake. Sijui umenielewa? Yaani kaongea yaani mimi nimemnyamazisha mpaka nimeshindwa Basumu. Katugia siku hizi 3 tu kashindwa kutuvumilia. Lete basi. Masumu, unafahamu fika kabisa kwamba kuna nyakati ngumu nazozipitia. Na ukae ukijua kwamba hata ile kazi ya niliyokuwa nafanya hapo awali, kile kibarua tayari kimeshautanyasi. Hebu jaribu kunivumilia. Mimi sio Mungu kusema kwamba labda ninapozunguka nitapata, hapana. Najitahidi kuongeza nguvu, najitahidi kupambana kuzunguka na kule ili kuweza kupata chochote, lakini nashindwa. Hebu kuwa na roho ya huruma basi. Yaani hilo wewe ndio unaolijua. Kutwa kucha unachowaza kunungunika. Sasa unaninungunikia mimi. Mimi ndio niliokuleta mjini hapa. Mimi si ndo aminiwa, mimi si ndo mke wako. Kwa majukumu ya bebe nani? Sasa hao unayoyajibu majibu yako haya. Mwambie mwenye nyumba. Maki amekupigia simu kutwa mzima na simu zake wewe ushiki. Wewe jeuri, wewe kibri. Kwani hujashika simu yake? Sasa mjibu yeye, mnungunikie. Kuna kipete na kikese. Baba, pambana wewe mwanaume, unafikiri maisha magumu kama mjusi tu ukutani utafanya akakimbia. Pambana wewe baba. Sasa unanungunikia mimi, unanungunikia nini? Mama Suma, yaani unachojua kunipata paraka tu mimi, mwili wangu ndio unachojua wewe. Lakini majukumu hapa nyumbani wewe hujui. Kodi muhimu hapa mjini, hapendi mtu hapa. Hapendwi mtu hapa. Pesa. Mwenyewe anataka nyumba yake, sisi tunaenda kuishi wapi? Baba Suma, unajua mimi unanichosha. Utanipa mimi ugonjwa wa moyo. Yaani kwa maisha yangu mimi kuongea tu na wewe. Yaani kama naongea na tofali. Yaani unavyojinungunisha utafikiri dunia hii wewe umeibeba mgongoni basi kichwani unaikarikania hegere. Unataka kuonewe huruma baba. Maisha wewe hakuna kukuonea huruma. Usipojionea huruma mwenyewe unafikiri nani atakuonea huruma? Mimi nimechoshwa na hizo ngonjera zako. Una miguu, mikono, viungo vyote Mungu kakubariki vimekamilika. Hana vilema na wasemeje? Waliwahi kumnungunikia nani? Yaani mimi ni msiba. Lipa kodi ya watu. Narudia tena, lipa kodi ya watu. Katoa siku 3. Siku 3 Baba Suma katoa siku 3. Mimi nimechoka. Mimi naongea hapo unaondoka, mimi unanizalaa wewe. Msiba. Maraba. Mama. Be? Wanafunzi wamependeza na sare zao. Wamependeza sana. Alafu ni wasafi. Ndiyo mwanangu, ni wasafi sana. Mama, na mimi nitakuja kusoma.
Mwanangu, kuna siku itafika tu na wewe utakuja kusoma. Sawa dada? Subiri tu mama akipata hela. Siku nikipata hela na kununulia sare za shule, unaanza shule. Umesikia mwanangu? Lini mama? Beti, siku yoyote ile mama akipata hela. Sawa? Yaani siku nikipata tu hela na kununulia sare za shule, utaanza shule. Sawa? Umesikia mtoto wangu mzuri? Umekasirika dada? Usikasirike mwanangu, sawa? Kuna siku moja utakuja tu kuanza kusoma kama watoto wengine wanavyosoma. Usikasirike basi. Cheka kidogo. Beti, Beti nakupenda. Mama akupenda. Tuondoke mwanangu. Usio unanuna, sawa? Utakonda, utakuwa mwembamba. We bwana, leo nimekukuta. Nipo mama. Shikamoo. Marahaba. Hivi kinachokufanya usipokee simu zangu nini? Nani, simu yangu mimi nimefunga na rubber band. Kwa hiyo kuna muda nikitaka tu kutoa inazima. Makubwa. Mpaka simu imevalishwa ushanga. Hivi ndugu yangu, kwani nyumba umeambiwa ya bure? Hapana. Ulileta mchanga? Ulileta tofali humo? Na udugu na wewe? Hapana. Mama yako mzazi mimi? Hapana. Nipe sababu inachofanya usinipe hela yangu. Yaani kila harakati ninazokuwa nazifanya mambo yanakuwa magumu. Kwa hiyo nashindwa kupata hitaji ambalo nilikuwa nalihitaji kupata. Ndugu yangu, hivi mkeo yupo humu ndani? Katoka. Hapo ndo nilipopataka. Hivi unajua humu ndani unaishi na jini? Mkeo huyu ni si mwanamke. Hili ni jini la saa 7. Tena ukikutana nalo chooni una stroke. Si mwanamke kabisa huyu, si mwanamke kabisa wa kuishi naye wewe. Hivi unajua kama kanipa 100,000 ya mwezi mmoja? Unasema? Kanipa hela ya mwezi mmoja. Tena kanipa kwa masharti. Kanaambia nikuchachafye wewe, usile, usinywe, mpaka utoe hela. Na kanaambia nikupe siku hizi 3 za kuhama humu ndani. Upo? Na huyu hela ya mwezi mmoja ikiisha, anaenda kuishi kwa mwanamume wake mwingine. Sio wewe tu. Unanifahamu? Najua Mamoto. Ila kwa sababu mimi nimezaa watoto wa kiume, nikavaa viatu vyako, nikasema ya manyanyaso kama anapata mtoto wangu inakuwaje? Sasa cha kufanya, nitafute nije kukupa kazi nyumbani kwangu, sawa? Kazi Mamoto? Nitashukuru. Ila ndani ya siku 2 hizi nitakuja. Ukistaajabu ya Musa utaona Firauni jamani. Yaani mimi nataka nikusaidie kazi tena ukae siku 2. Mimi nikajua utanambia Mamoto, tuongozane sasa hivi niende nikafanye. Yaani ukae siku 2 tena. Wewe mbona umepoza sana kama Pemba mwenye mimba? Yaani baka kusuka vitunguu tu lakini kichwani hamna kitu mwanangu. Kweli? Haya ndugu yangu. Nakusubiri siku 2 nije kukupa kazi. Korokoroni gizani machozi kimya kimya. Binti anatembea miguu kwenye miba. Mama, kichwa kinakuuma sana. Kinauma sana Beti. Nasikia maumivu makali. Itakusaidia homa ishuke. Amekufundisha nani Beti? Sivyo. Kwaga na homa ulikuwa unaniwekeaga usoni homa ishuke. Beti Beti nakupenda.
Mama, mama kupenda. Beti, Beti we, Beti nakupenda. Mama, mama kupenda. Wakamcheka binti wakamdharau, lakini ndani ya binti kuna moto, moto wa kubadilisha kesho. Binti, binti, simama imara. Binti, binti, dunia kikataa. Binti, binti, macho juu angani. Binti wa korokoroni, leo na kuhadithi. Binti, binti, usiogope tena. Binti, binti, sauti yako ni silaha, hata ukianguka